tena kwa msisitizo kwa taarifa ambayo tumeweza kuipata, na ni moja ya hoja ya mchungaji Josephat Gwajima aliyeweza kuizungumza huyu mbunge wa Kawe, kwa kuweka msisitizo kwamba yani ikatokea mtu anamjibu baada ya press conference yake aliyozungumza kuhusiana na masuala ya utekaji, na tunafahamu kabisa kwamba katika kauli ambazo zilionekana kumponza yani mbunge huyu wa Kawe, ambaye kwa sasa ameonekana kupingwa na viongozi wengi na wabunge wenzie baada ya kitendo cha kuvuka mipaka na kwenda kwa mheshimiwa Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, yani hakukuwa na haja ya yeye kuweza kumtolea mfano. Basi hapo ndo pamekuwa pazito, ni mwendo wa spana, mawe yamekuwa ni mengi sana gizani. Na hapo kwa Mwamba Abbas Tarimba kwa tiketi ya chama cha CCM, mbunge huyu wa Kinondoni, baada ya kuzungumza kwa ukali zaidi kwa kumwambia Mwamba kiwalisia ameteleza na amekosea, amepata nguvu wapi ya kumtolea mfano mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mpaka hapo yani tunasubiri jibu la Josephat Gwajima. Je, atazungumza nini? Kwa sababu aliweka ahadi, inatokea mtu anazungumza aidha ni kwa jazba ama kwa kuweza kumwattack kile alichoweza kukizungumza, basi yeye atadili naye moja kwa moja bila ya kupoteza pambano. Kwa hiyo mpaka sasa hivi pambano lililopo ni kati ya Abbas Tarimba, mbunge huyo Kinondoni, pamoja pia na Mwamba huyu mchungaji Josephat Gwajima, ambaye kwa sasa ameonekana kuwa ni mwiba ndani ya chama cha CCM, na huku akiweza kuwashangaza wana CCM wengi kabisa. Na huku katika nukuu yake aliweza kuzungumza hakuna mwana CCM anayekubaliana na swala zima la utekaji, na ndo maana yeye kama yeye amepata ujasiri na nguvu ya kuzungumza na waandishi wa habari na kutoa taarifa ambayo iko wazi kuhusiana na masuala mazima ya vyombo vya usalama na vya ulinzi viweze kudili na haya masuala, na hakikisha kabisa kwamba katika zile teuzi zao ambazo wanapata basi waweze kuzifanyia kazi ili haya masuala yasiweze kuendelea katika taifa la Tanzania. Hiyo ni taarifa ambayo tuko nayo na ni short and clear information kwa upande wa channel ya Hatboy Media. Sasa kama ni mpenzi msikilizaji na mdau mzima ambao uko active kuweza kusikiliza na mijadala tofauti tofauti, basi ningependa uweze kutoa ushauri ama unalipi la kuweza kuzungumza ambalo huenda ukahisi ni romantic sana kwa serikali yetu ya Tanzania. Hii ni Hatboy Media, kazi yangu sio kukumalizia MB kama kawaida, yani short and clear information. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.